بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1442 بإذن الله تعالى نسأل الله التوفيق والسداد، نسأله الإعانة برحمته سبحانه. tutaanza kusoma kuanzia kikao cha leo cha baada al-asri رسالة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى. بإذن الله تعالى tutamweleza mwandishi kama alivyoelezwa katika utangulizi tutakapokuwa tusoma sharh ambao tutaitumia بإذن الله شرح يا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. moja kwa moja tutaingia katika muqaddima wa sharih حفظه الله. قال المقدمة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهو أفضل من نوافل العبادة كما قرر ذلك أهل العلم. hakika kujifunza ilmu ya sheria na kuifundisha ilmu ya sheria ni miongoni mwa amali bora kabisa anazojikaribisha nazo mja kwa Mola wake, ni katika taa tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa huwa afdalu min nawafil al-ibada, na kutafuta ilmu ni bora kuliko ibada za sunna, kama kwa mfano swala za sunna, somo za sunna. Ingawa hapa napendelea kutoa tambii, kuna baadhi ya tulabi ilmu wakisikia maneno kama haya wadhania kuwa yeye akitafuta ilmu atosheleka kutokamana na kutekeleza nawafil al-ibadat, ukamwona haswali sunna za qabliya wala baadia, hafungi somo za sunna. Akiulizwa ni kwa nini, asema mimi nafanya amali ambayo ni bora kuliko nawafil al-ibadat. Hapa ni katika hali ya kufadhilisha baina ya amali moja na nyingine, si katika hali ya kukwambia fanya hii usifanye, kwa sababu katika tawfik Allah subhanahu wa ta'ala anayompa mwanafunzi ni kuwa wakati anapoitafuta ilmu awe atajibidiisha katika kukithirisha kufanya ibada, na kila akikithirisha kufanya ibada ndio kadri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amsahilishia ilmu. Na miongoni mwa ibada tukufu ambazo mwanafunzi atakikana ashikamane nazo sana ni ibada ya kukithirisha kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kuisoma Qur'an. Kwa kadri ya vile unavyoisoma Qur'an ndivyo Allah atakavyokufungulia wewe katika ilmu ya kisheria, na kwa kadri unavyokaa mbali na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndio kadri unavyopunguza kiwango cha ilmu ambacho utakuwa mwenye kukipata katika ule wakati unaotafuta ilmu. Kwa ilmu yahitaji ibada. Ama yule anayetafuta ilmu, swala za sunna haswali, funga za sunna hafungi, Qur'ani yuko mbali na hadha, la yu'anu. Vipi utaka i'ana kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wewe hujikaribishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza ibada kama hizi za sunna? Kwa tukizungumzia hapa kuwa ilmu ni bora kuliko ibada za sunna, haimaanishi tuache ibada za sunna, twamaanisha kuwa ni bora tu kuliko hizi ibada za sunna. Kwa hivyo mtu ashikamane na ilmu na ashikamane na ibada za sunna huku akijua kuwa ilmu ni bora zaidi. Hiyo yatosha, kama qarrara dhalika ahlul ilm. Qala wal muradu bil ilmi
التي وردت النصوص في فضله وشرفه سواء المراد بالعلم الذي الله أعلم وردت النصوص في فضله وشرفه العلم بالله وأسمائه وصفاته وبدينه وبالحلال والحرام. kila ukisoma nas katika Qur'an ama sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yazungumzia fadhila ya ilmu, ujue ilmu inayokusudiwa pale ile iliyo na utukufu ni ilmu ya kumtambua Allah kwa majina yake na sifa zake, ilmu ya kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuijua halali na haram. Ndio ilmu iliyokusudiwa ikitajwa fadhila ya ilmu katika Qur'an na Sunna. Ama ilmu za kidunia, ilmu za kidunia ni ulum mubaha, ni mubah, bimaana mtu aweza kuisoma ilmu ya dunia kwa ajili ya dunia yake na hapati dhambi katika hilo. Asoma kwa mfano kuwa muhandis, engineer, ili afanye kazi apate pato lake la kidunia kupitia kwa kazi kama hilo, la basi. Aweza kusoma uinjinia akaufahamu uinjinia kisawa sawa kisha akafanya kazi yake, hapati dhambi katika hilo. Lakini kwa mfano mtu akatafuta ilmu ya dini ili aifanye ilmu ya dini ndiyo njia yake ya kupata dunia, huyo apata nini? Apata dhambi. Kwa sababu hili huwezi kulitafuta isipokuwa kwa ikhlas. Ilmu ya dini haifai kuitafuta isipokuwa kwa ikhlas, iwe ni kwa ajili ya Allah, kwa sababu ni ibada. Ama ilmu ya dunia ni mubah. Na hata ukasoma kwa mfano kiasi gani katika ilmu ya dunia, haiwezi kukuelekeza wewe katika kujua namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana huwezi leo ukasoma udaktari ukajua kuswali, sababu daktari hufundishwa mambo mengine. Huwezi leo kwa mfano ukasoma uinjinia ukawa injinia wewe kisha ukajua kwa uinjinia wako kujua kufunga, waweza? La. Ile ni ilmu nyingine yahusiana mambo ya kidunia na ni ilmu mubah. Mtu akitafuta ikiwa nia yake itakuwa ni nzuri, bimaana kwa mfano aisoma ili kusaidia waislamu, kwa mfano kama daktari, ana ajiri yake kwa ile nia yake nzuri. Na hapo hapo akitia nia kuwa mimi nasoma kwa ajili ya dunia yangu, la basi, yupata dunia yake bila kupata nini? Dhambi. Hii ilmu tunaoisoma ya kisheria ni lazima unapoisoma uwe na ikhlas, waisoma kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ni ibada. Nafikiri muone tofauti. Kwa asije mtu akakudanganyeni kwa sababu wewe umepata PhD kwa mfano kwenye agriculture akakwambia wewe ndio unayekusudiwa hapa, inma yakhsha Allah min ibadil ulama. Akudanganya. Ilmu yako agriculture nenda kalime, na ilmu yako ya petroli nenda kachimbe visima vya petroli kule utoe petroli, hakuna shida yote, ni khairi pia wanufaisha waja wa Allah. Lakini sio ilmu inayokusudiwa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. وقد رفع الله تعالى قدر العلماء وشأنهم فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. na Allah akanyanyua cheo cha wanaovioni na jambo lao, akasema katika kitabu chake yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah huwanyanyua wale walioamini kati yenu nyinyi. Lakini hapo hapo katika wale walioamini, walladhina utul ilma, katika wale walioamini, wale waliopewa ilmu ya sheria ya Allah wakamtambua Allah na sheria yake, darajat, hawa atawanyanyua daraja nyingi, hakutaja idadi yake, kuonyesha fadhila kubwa walikuwa nayo. وقرن سبحانه وتعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى. na Allah akaiweka shahada ya wanawavyuoni pamoja na shahada yake na malaika wake katika jambo tukufu kabisa la kushuhudiliwa ambalo ni tauhid. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. shahada ya kwanza ya nani? Allah. Ashuhudilia kuwa hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki
isipokuwa yeye peke yake. Tena wal malaikatu, bimaana malaika pia washuhudia hilo. Allah akasema wa ulul ilmi, na wanaovyuoni. Kwa akaweka shahada ya wanaovyuoni pamoja na shahada yake na nani? Na malaika wake. Na wallahi hiki ni cheo kikubwa sana amewanyanyua Allah wanaovyuoni, kikubwa sana, kuiweka shahada yake na malaika wake na wanaovyuoni kuwa ni moja. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ابن القيم رحمه الله katika kitabu chake Miftahu Dar as-Saada ameeleza faida nyingi sana katika hii aya moja, namna Allah alivyowafadhilisha wanaovyuoni kwa kutaja shahada yao katika hii aya. Waweza kurejelea ukapata faida. وبين سبحانه وتعالى أنه لا استواء بين أهل العلم وغيرهم. na Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha kuwa hawako sawa wale walio na elimu ya kumtambua Allah na sheria yake na wengine, hawawezi kuwa sawa. Faqala ta'ala, Allah akibainisha hilo wasema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, sema je, wako sawa wale wanaojua na wasiojua? Inma yatadhakkaru ulul albab, wenye akili waelewa yale wanaoambiwa, waelewa kuwa hawawezi kuwa sawa hawa wawili. Wale wanaojua hawawi sawa na wale wasiojua kabisa. Subhanallah. Na hili si kwa wanadamu tu, hata kwa wanyama pia wanaojua si sawa na wasiojua. na hili Allah akalizungumza katika suratul Maida alipozungumzia kuhusu wale wanyama wanaotumiwa katika kufanya nini? Kuwinda. wama allamtum min aljawarih mukallibina tuallimunahunna mimma allamakum Allah fakulu mimma amsakna alaykum wadhkuru isma Allahi alayhi. Kwa mfano mbwa ukamfundisha kuwinda. Kwa ukiona kiwindo ukasema bismillah, ukamwachilia yule mbwa akaenda akamshika yule mnyama ambaye ushamfundisha namna ya kuwinda, katika kumkamata yule mnyama kiasi cha wewe kufika pale yule mnyama akawa shafanya nini? Ashakufa. Fahamu, mkufa yule mnyama. Kwa kuwa huyu mbwa umemfundisha kuwinda, itakuwa kumla yule mnyama nini? Halal, sio? Si amekuindia yule mnyama sababu mfundishwa. Haya kukatokea mbwa mwingine, wakati huyu wamfukuza yule mnyama akatokea mbwa mwingine, wakawa wamfukuza pamoja, wakaenda mbali huko wakamkamata kule yule mnyama. Wewe ukija wamkuta mnyama kule ashaanguka, sasa amekufia pale, na mbwa wawili wamesimama, mmoja mbwa jahil na mmoja mbwa na elimu. Mbwa wawili wamesimama pale. Ile nyama ya hukumu yake nini? Hujui yupi alimwinda, hukumu yake itakuwa ile nyama nini? Kwa sababu ya yule jahil hufai kuila. Si wafahamu? Hata kwenye mbwa pia yule jahil aleta balaa. Maadamu hujui ni yupi alimwinda, itakuwa ile nyama kuila nini? Ni haramu, kwa sababu hujui ni yupi aliwinda. Inawezekana kuwa ni yule jahil aliyewinda, na hairuhusiwi kula kiwindo kilichowindwa na mbwa jahil. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakusawazisha hata baina ya mbwa aliye na elimu ya kuwinda na asiyekuwa na elimu ya kuwinda. Huyu itafaa kula kiwindo chake, huyu haifai kula kiwindo chake. Nafikiri iko wazi. Haiwezekani anayejua kuwa sawa na asiyejua. Qala wa ahlul ilmi billahi hum ahlu khashyatihi alkamila. Na wale wanaomjua Allah, wanaomtambua Allah katika wanaovioni hawa wenye elimu ya kumtambua Allah, ndio wanaomcha Allah kikamilifu. Kama qala ta'ala inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Hakika wanaomcha Allah na kumuogopa kikweli. Khashya ni kuwa aogopa kwa elimu, ajua kile anachokiogopa na kukitambua. Hao ni wanaovioni tu.
ومعلوم أن كل مؤمن عنده أصل الخشية بتقوى الله عز وجل نجامب أمبو لجلكان وكل مؤمن أصل يولئ شمه أنايو سبوسنجي كوا مؤمن كما هموغوبي الله لأن من لم يخشى الله فليس بمؤمن أما هموغوبي الله تكوى مؤمن هو سي مؤمن فالمؤمن وإن كان عاصيا لكن عنده أصل الخشية مؤمن هي فائدة مهمة sana mu'min hata akiwa ni mtu wa maasi lazima katika moyo wake kuna kiwango fulani cha kumuogopa Allah. Nafikiri naeleweka. Ingelikuwa hana kumuogopa Allah asingekuwa nani? Asingekuwa Muislamu kamwe. Sababu haiwezekani mtu hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala kisha awe ni Muislamu mu'min. La. Hapa tupata faida kwa sababu khawarij wao wamemtoa sahibul kabira kutoka katika nini? Daira ya Uislamu. Na kuna wengine waita kufru neema kama al-ibadiyya wao waita kufru neema, lakini fil akhirah yukhalladu fi an-nar, wasema hivyo atakaa milele motoni. Kwa ni kuchezea watu tu ile lafdhi kaibadilisha hapa, kumbe kule wamtia motoni milele, si ndio kafiri huyo? Wakiulizwa kwa nini wasema janna uiddat lilmuttaqin, janna imeandaliwa wenye kumcha Mungu peke yake. Hao wengine kama wewe humchi Allah kisawa sawa, wewe huingii peponi, si unafahamu? Twasema kuwa kila Muislamu ni taqi, lakini kiwango cha takwa cha tofautiana. Kwa ushahidi gani? Una dalili gani kuwa kiwango cha takwa cha tofautiana? Qaulullah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, bimaana kuna tofauti katika watu baina yao katika nini? Takwa. Yule anayemcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala huyo ndiye mbora zaidi. Mfahamu? Nafikiri Abu Bakar takwa yake ni sawa na Umar Khattab radhiyallahu anhu. Bila shaka tuseme kwa Abu Bakar takwa yake iko wapi? Iko juu ya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ndio maana akawa yeye ni mbora katika huu umma baada ya nani? Baada ya Mtume sallam. Na Umar Khattab radhiyallahu anhu takwa yake ni sawa na mfano Uthman bin Affan na Ali bin Abi Talib. La, tuseme huyu yuko juu, ndio maana akafuata katika ubora baada ya nani? Abu Bakar. Wa hakadha inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Hatuwezi kusema sasa kwa vile Abu Bakr as-Siddiq ndio atqa sahaba, kwa hivyo hao wengine wote ndio motoni. Haiji hivyo. Kila mmoja atakwenda kulingana na daraja yake ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna hii faida muhimu sana, sababu wana shubha khawarij ambao waitumia katika kuwatia watu motoni hivi. Sasa inna ma yakhsha Allah min ibad al-ulama, maana yake watu wengine hawamchi Allah, la, wamuogopa. Lakini wale wanaomcha kikamilifu, yani khashia yao iko juu zaidi kuliko wengine, ni wale wanaomtambua Allah subhanahu wa ta'ala. قال ولكن الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم كما في هذه الآية الكريمة. فهمتم يا إخواني؟ كو خشية ambayo imekamilika ni wanaovioni kama ilivyo katika hii aya tukufu. قال وفي مقدمة العلماء, na katika wale waliokuwa mbele katika wanaovioni wanaotangulia wanaovioni, anbiyaullahi wa rusuluhu alayhimus salatu wassalam, mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam. فقد اصطفاهم الله تعالى واجتباهم على غيرهم برسالته. الله amewachagua hawa mitume wa Allah kwa ajili ya kuwapa nini? Risala yake waifikishe kwa watu. fahum akhsha an-nas وأتقاهم له عز وجل وأعلمهم به سبحانه وتعالى. wao mitume wa Allah ndio wanaomcha zaidi Allah kuliko mtu yote mwingine. Wao ndio wanaomcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, bali na wao ndio wajuzi zaidi wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mtu yoyote, kwa sababu wao ndio wanaowafundisha watu ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Waatqahum, na katika hao mitume kuna wale ambao ni wacha Mungu zaidi. Muona sasa hata baina ya mitume, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, kuna baadhi ya mitume ni wabora kuliko wengine, na hili amezungumza wala qad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd. Kwa baadhi ya mitume Allah amewafadhilisha juu ya wengine. Kwa hiyo katika hawa mitume wa Allah wanaomcha Mungu zaidi, maana yake wengine hawamchi Mungu, la, lakini wale waliokuwa katika daraja ya juu zaidi nani?
ulil azmi al-khamsa wa atqahum ulil azmi al-khamsa, wale mitume watano ambao wajulikana kama ulul azmi min ar-rusul, waliofika upeo katika subra kwenye da'wa: Nuh wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Muhammad alayhimus salatu wassalam. Hawa mitume watano wametajwa mara mbili katika Qur'ani kwa pamoja. Nani anaweza kutukumbusha ni aya gani? Waijua Aba Yunus? Waijua aya ya kwanza ambao wanatajwa hawa mitume watano kwa pamoja ni ipi? Sura gani? Naam, some. Sura gani? Sura An-Nisa? La. Naam, nani yajua? تفضل أبا مالك. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك نانهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا منهم ميثاقا غليظا. سورة الأحزاب hapo wametajwa pamoja. Hao ndio ulul azm. Na sehemu ya pili, شرع لكم من الدين بارك الله فيك ما شاء الله زادك الله علما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. hapa wangapi hao? wawili. وما وصينا به نعم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. hizi aya mbili, aya sura al-Ahzab na aya sura ash-Shura, wametajwa hawa mitume ulul azmi watano kwa pamoja katika hizi aya mbili za Qur'an. Kwa hawa ulul azmi min ar-rusul, hawa ulul azmi min ar-rusul ndio atqa ar-rusul, wacha Mungu zaidi. falahum an-nasibu al-awfar min al-khashyati wat-taqwa akthar min ghayrihim, zaidi kuliko wengine katika mitume wana nasibu zaidi ya kumcha Allah. Kisha wa akhsha ulil azmi al-khamsa, na wale wanaomcha Allah zaidi katika hawa watano al-khalilani. al-khalilani nani? qala Ibrahim wa Muhammad alayhim as-salatu was-salam wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. na pia mtu inna Allah qad ittakhadha sahibakum khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. yani mimi pia Allah subhanahu wa ta'ala amechukulia ni khalil, kipenzi chake Allah subhanahu wa ta'ala. na hii nafasi ni wawili pekee yake wamepewa, Ibrahim na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. wa akhshahuma, na katika hawa wawili anayemcha Allah na kumwogopa zaidi, wa atqahuma wa a'lamuhuma billahi nabiyuna wa imamuna wa qudwatuna Muhammadun alayhi salatu wassalam. yeye yuko daraja ya juu zaidi ya taqwa kuliko Ibrahim alayhi salatu wassalam. ثم يليه جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيشا يوفواتوا نبابو ياكي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم موسى الكريم عليه الصلاة والسلام، كيشا موسى اليزممزن ملواكي عليه الصلاة والسلام. ثم بقية أولي العزم الخمسة، كيشا ولبكية كتك أولي العزم وتان عن بين نوحنا نعيسى. ثم بقية الرسل، كيشا بعد يوم متوم ولبكية. ثم الأنبياء نمتوم منبي. ثم الصديقون، كيشا ونفواتا الصديقون. والصديقون على وزن، والصديق على وزن فعيل، كتك وزنه صيغة مبالغة، يعني صيغة يوبيو كليجيوك بس مبالغة. وهو الذي قوي تصديقه وإيمانه بالله عز وجل. نهوني يولي أمباي kusadikisha kwake na imani yake imekuwa na nguvu sana, hatta ahraqa imanuhu wa tasdiquhu ash-shahawati wash-shubuhat, mpaka ile imani yake na kusadikisha kwake kumechoma kabisa shahwa za haramu, shahwa za haramu. Kadhalika kumechoma shubuhat, hakuna shubha inaweza kupenya kwake. Ndio ukaona Makuraish alipoambia Mtume sallama kuwa amekwenda safari al-Isra wal-Mi'raj, ametoka Makka akaenda Baitul Maqdis, akawasalisha mitume, akatoka akaenda mpaka samaa sabia, akafaradhishwa sala. Wakasema safari hii umekuja na kubwa mno, hebu ngoja. Kamfuata Abubakar as-Siddiq, umesikia rafiki yako asema nini? Asemaje?
asema ametoka hapa akaenda hivi akamalizia hivi, safari yake iko hivi na hivi, asema in kana qad qala dhalika faqad sadaqa. Hakuna shubha ya penye hapa. Ikiwa alisema hivyo amesema kweli. Mimi namuamini zaidi ya hiyo. Nyinyi muona hiyo ndogo? Mimi namuamini zaidi ya hiyo. Namuamini kuwa kila siku alitoa habari kutoka wapi? Kutoka juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, teremsha wahi. Hilo jambo la kawaida tu. Kwa hiyo halikumtikisa hilo. Halikumtikisa. Siddiq amefika daraja ya juu kabisa. Hawezi kutikisika na shahwa za haram wala hatikisiki na nini, na shubuhat. Ndio hapa akasema fala ya'sarru as-siddiq ala ma'siyah. Hii nilivyoeleza hapo ni sentence hapa sikuielewa. Atakayeelewa inshallah lahu minni jaiza. Jazahu Allahu khairan. وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. katika hawa الصديقون aliyejuu kabisa ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Bimaana Abu Bakr as-Siddiq ni mbora baada ya mitume wa Allah wote. Baada ya mitume wa Allah, katika wale ambao si mitume, aliyejuu kabisa kutoka kuumbwa kwa Adam mpaka mwisho wa ulimwengu huu utakapoishia, aliyembora baada ya mitume nani? Ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, kuliko umma wote waliopita. Aliyejuu kabisa ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu baada ya mitume wa Allah, yeye ndo anayefuata. Kwa ikiwa katika umma waliopita kulikuwa na Siddiq, basi yule Siddiq wao hawezi kumfikia nani? Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. قال وقد أثنى الله تعالى على الصادقين فقال سبحانه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الله akawasifu wa kweli. Hii ndiyo ile siku ambayo wa kweli ukweli wao utawafaa. Subhanallah, ukweli wao utawafaa leo siku ya kiyama. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Wana mabustani ya pepo yanayopita katikati yake mito, watakaa humo milele. Radiyallahu au asema khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu. Sema radhiya sidqun, imeandikwa hivyo kwani makosa hii. radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika al-fawz al-azim. kwa hivyo radiyallahu anhum wa radu anhu. وقال تعالى فنومبا بنسل ميكي علامة بنسل جزاك الله خيرا تفضل بارك الله فيك. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، ثم بين جزاءهم وغيرهم ممن أثنى الله عليهم فقال كشاء الله akabainisha malipo yao na wengineo katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu akasema a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah amewaandalia maghfira na ajri kubwa mbele yake. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. سبحان الله. watu wa peponi watakuwa katika daraja tofauti. Kuna wale ambao watakuwa wakiwaona waliokuwa juu yao, ahlul ghuraf, waliokuwa katika sehemu za juu kule, kama anavyoona mmoja wetu nyota inayokuwa upande wa mashariki au magharibi mbali kabisa. Mwambie kule kwa fulani kule, yule yuko juu mbali sana, kama vile nyota inavyoonekana upande wa mashariki au magharibi. Mtume sallam alipoeleza masahaba maneno haya, qalu ya rasul Allah tilka manazilul anbiya la yabluha ghayruhum, hivyo ni vyeo vya mitume, nani atakayefika sehemu kama hizo za juu kabisa namna hiyo? Qala bala, sivyo hivyo mnavyofikiria, bali walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, rijalun amanu billahi wasaddaqul mursalin, kuna wanaume wa kisawasawa waliomwamini Allah
na kuwasadikisha mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, watafika katika daraja zile bado si daraja za mitume, zile daraja za watu wamesadikisha, hawa watafika katika daraja zile. Na hapa tunaona umuhimu wa kuwa wa kweli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wayalihim ash-shuhada, kisha wafuatiliwa na nani? Na mashahidi. Faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin, kisha wasiddiqin, kisha wanafuata washuhada, mashahidi. جمع شهيد شهداء. والشهيد هو قتيل المعركة الذي قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نشهيدي نيولي أنا يواوا katika vita, shahidul ma'raka yuwafa katika hali ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili neno la ilaha illa Allah liwe juu. فبذل الشهيد أغلى ما يملك الإنسان وهي نفسه التي بين جنبيه لله عز وجل، وقدم مرضاة الله ومحبته على نفسه. kwa sababu shahidi amejitolea kile ghali anachomiliki ambao ni nafsi yake kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ameitoa nafsi yake kwa ajili ya Allah na akatanguliza kinachomridhisha Allah na anachokipenda Allah juu ya nafsi yake. Na pamoja na kuwa huyu ndiye shahidi katika asli, lakini shuhada hadhi al-umma kathirun, mashahidi katika umma ni wengi, kama alivyoeleza Mtume sallam. Akaeleza pia yule anayekufa kwa mfano al-mabtun shahid, anayekufa na maradhi ya tumbo ni shahidi. Walladhi yamutu walghariq shahid, anayekufa maji pia ni shahidi. Lakini wale wakifa, mtu kwa mfano amekufa baharini, mtu huyo hesabiwa kesho akhira kuwa nani? Lakini hapa duniani hukumu yake ni kama hukumu ya maiti yoyote, bimaana iwaoshwa, akifiniwa, aswaliwa, aenda kuzikwa. Kinyume na shahidul ma'raka haoshwi wala hatolewi zile nguo zake anazokufia nazo, bali atafunikwa sanda juu ya nini? Juu ya zile nguo zake, akiwa na damu zake. Kisha si lazima kumswalia, bimaana muweza kuacha kumswalia, aweza kuswaliwa, aweza kaacha kuswaliwa, kisha aenda azikwa. Huu ni shahidul ma'raka. Lakini usije ukamwona mwingine ambaye ameingia katika ile hadithi ya kuwa idhan shuhada ummati la qalil, kama alivyosema Mtume sallam, kisha akataja al-mabtunu shahid, akataja wallati tamutu ma'a waladiha jam'a, au kama qala sallam, mwanamke anayekufa akiwa na mtoto tumboni shahida. Haya ameyataja Mtume sallam, lakini hawa hukumu yao hapa duniani ni kama mtu yoyote wa kawaida, aoshwa, avikwa sanda, aswaliwa, azikwa. Kesho siku ya kiyama biidhnillah ta'ala, ikiwa Allah amemtakabalia, atamfufua pamoja na nani? Na shuhada. Tumeelewana hapa nafikiri? Naam. Qala thumma yalihimus salihun, kisha wanaofuata baada ya shuhada ni watu wema. faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Qala wan-nasu arba'u asnafin, thalathun min al-mu'minin wa sinfun min al-kuffar. Na watu wako namna nne. Namna tatu ni katika waumini, kisha kuna aina moja ni katika nani? Makafiri. Hawa tutakuja kuwajua katika kikao kitakachokuja inshallah taala, tukiwa tuendelea kusoma utangulizi huu ambao una faida nyingi sana ndani yake, kabla ya kuingia na kuanza kuizungumzia risala ya usulu sunna na tarjama fupi inayomweleza ni nani huyu Abu Bakr al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, kisha ndio tuingie katika risala. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.